Hujambo mfuatiliaji wa Shehena Media, jina langu ni Halima Msumi. Ndani ya kumbi za Knesset zilizojaa sauti za ukerekedwa na baridi ya ubinafsi wa kisiasa, Israeli imepiga hatua nyingine inayotikisa misingi ya ubinadamu. Hii ni mara baada ya kupitisha muswada wa adhabu ya kifo unaolenga wafungwa wa Kipalestina pekee. Ni uamuzi unaonukia damu na chuki, uliosukwa kwa kalamu ya waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir na chama chake cha mlengo wa kulia Jewish Power, kwani kwa mujibu wa mswada huo, mahakama za Israeli sasa zitaruhusiwa kutoa hukumu ya kifo kwa Palestina yoyote atakayepatikana na hatia ya kumuua Muisraeli kwa sababu za kitaifa. Lakini sheria hiyo inabeba doa la unafiki. Inawalinda Israeli wanaowaua Palestina kwa sababu hizo hizo. Ni mizani ya haki iliyovunjwa kwa makusudi, mizani inayopima uhai wa rangi ya damu, si kwa uzito wa uhalifu. Kwa miaka mingi, vyama vya mlengo wa kulia vimekuwa vikililia sheria hiyo kama silaha ya kisasi, lakini sasa chini ya kivuli cha mauaji ya halaiki ya Gaza ya Oktoba 2023, ndoto hiyo imepata uhalisia wa kutisha. Wakati huo huo, maafisa wa usalama wa Israeli walikuwa wameonya kuwa hatua hiyo ingeweka rehani maisha mateka wa Kiyahudi mikononi mwa Hamas, lakini baada ya waliokuwa wamebaki hai kuachiliwa, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alifuta pingamizi hilo akisema hoja hizo hazina tena maana. Ndipo njia ikafunguka, si kwa haki bali kwa hukumu ya visasi. Garhish, mratibu wa masuala ya wafungwa na waliopotea, aliweka wazi mbele ya kamati ya bunge, na hapa namnukuu: "Mswada huu ni zana muhimu katika vita dhidi ya ugaidi na katika juhudi za kuwarejesha mateka wetu." Akiwa amevalia vazi la ujasiri na tabasamu la ushindi, Ben-Gvir alituma ujumbe kupitia mtandao wa X akisema, "Namshukuru Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kwa kuunga mkono mswada wa adhabu ya kifo kwa magaidi, na kila gaidi anayepanga kuua lazima ajue kifo ndicho kitachomsubiri." Mwisho wa kumnukuu. Maneno yake yameibua mitetemo ya hasira. Wengi wanasema Ben-Gvir si mwanasiasa bali ni mjenzi wa miundombinu ya hofu, akigeuza haki kuwa kisu cha kisiasa na kifo kuwa sera rasmi ya serikali. Vuguvugu la Hamas limejibu kwa ghadhabu, likiuita mswada huu alama ya uso wa ufashisti wa utawala wa Israeli, kwani limeitaka jumuiya ya kimataifa kutuma tume maalum kuchunguza magereza ya Israeli na mateso wanayopitia wafungwa wa Kipalestina. Kwa upande mwingine, kituo cha kutetea wafungwa wa Palestina chenye makao Gaza kimetaja hatua hiyo kuwa uhalifu wa kivita wa Israeli, kikionya kuwa dunia inachezea cheche za moto. Matokeo ya hatua hii ya kifashisti yatakuwa mabaya zaidi. Inaweza kulirudisha eneo lote katika duara jipya la vurugu na machafuko yasiyotabirika. Taasisi hiyo ilionya, tangu Oktoba 2023 maelfu ya Palestina wamechukuliwa kwa nguvu kutoka ukingo wa Magharibi na ukanda wa Gaza, huku zaidi ya watu 10,000 wanazuiliwa katika magereza ya Israeli, wengine wengi wakiwa wamepotea bila hata familia zao kujua aliko. Wanasheria na shirika la Msalaba Mwekundu wamezuiwa kuwatembelea, ishara ya giza linalofunika kambi hizo. Ripoti za mashirika ya haki za kibinadamu zimefichua mateso ya kinyama, kuchomwa kwa asidi, kupigwa hadi kupoteza fahamu, kunyimwa chakula, usingizi na matibabu, huku zaidi ya wafungwa 80 wamefariki tangu vita kuanza, na vipo vinavyoitwa kama ajali na serikali, lakini kwa wengi ni mauaji ya kimya yasiyo na rekodi. Nusu yao wanashikiliwa bila mashtaka wala kesi, wakiwa mateka wa sera hofu 3500 chini ya utawala wa kizuizi cha kiutawala, na zaidi ya 2600 wakiitwa wapiganaji wasio halali. Katika ulimwengu unaodai ustaarabu, Israeli sasa inacheza mchezo wa kifo chini ya mwanga wa sheria. Mswada huu unazidi kuwa ishara ya kuzama kwa maadili, ambapo haki imegeuzwa kuwa silaha na ubinadamu kuwa takwimu. Kama alivyosema mchambuzi mmoja wa haki za binadamu mjini Geneva, kuwa hii si sheria dhidi ya ugaidi, ni tangazo la vita dhidi ya utu, na hivyo taifa linalodai kuwa taa demokrasia Mashariki ya Kati limezidi kuwa kivuli chake chenyewe, mwanga uliozimwa na kivuli cha kifo.